Wow. I want to take this opportunity to welcome you everyone in Jesus' name. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote katika jina la Yesu. We are happy to have Johan once again. Johan, welcome to our leadership school. Tumefurahi kuwa na Johan karibu katika shule yetu. In a long journey yesterday, I knew he was tired, but I am sure he's been refreshed. Amekuwa na safari ndefu, najua alichoka, lakini naamini ameuishwa. Thank you for agreeing to be with us again. Asante kwa kukubali kuwa nasi tena. Now my name, for those who are new, is Dina Gichano. Jina langu kwa wale ambao ni wageni ni Dina Gichano. I'm sure we have met. Na nina hakika tumekutana. I'm happy about the Tanzania group. Wow, team from Tanzania arriving earlier than the Kenyans. Nafurahia kikundi cha Tanzania ambacho kimewasili mapema kuliko hata. Can we see the two brothers who have come from Tanzania? I'm told others are on the way. Kutoka Tanzania, hebu tuwaone, na wengine wako njiani. Situwapigie makofi. Clap for them in Jesus' name. Pastor Christopher and team, welcome. Karibu. I can perceive in my spirit Ninaweza kutambua katika roho yangu that this school will be unique. kwamba shule hii itakuwa na utofauti. We've never had a school where we can we have delegates or students from a neighboring county. Hatujawahi kuwa na shule ambao tuko na wanafunzi au watu kutoka nchi ya karibu. But today we are happy. We are not just Kenyans. Lakini leo hii tumefurahia manake sisi other than our speakers who have been coming from outside the country, kando na wale wazungumzaji wetu ambao wamekuwa kitoka ng'ambo, we have a team from the neighboring county. Tuko na kikundi ambacho kinatoka kwa nchi ya jirani. I'm so happy about the Keumbu team. Wow. Nimefurahishwa na kikundi cha Keumbu. You know, that was the last group that I mobilized. Hiyo ilikuwa ni kikundi cha mwisho ambao tulikutana nao. In fact, I almost gave up because it's like I was thinking time is over. Hata karibu nivunjikiwe moyo manake niliona muda umeisha. Kumbe wa kwanza atakuwa wa mwisho. Hii maandiko ni ukweli. Hello? Amen. The first shall be the last. Wa kwanza atakuwa wa mwisho. So you can see the Keumbu team, the last to mobilize. They came here early. Can we appreciate them with a big clap? This is the team that came. The last group that we mobilized. Ambao tulifikia. Look at that. Look at that. Wow. God bless you, pastors and leaders. Mungu awabariki wachungaji na viongozi. Thank you, Mosocho, for coming. I can see our representation. Mosocho, ninaona wakilishi. And the others. God bless you, everyone. Mtu awabariki kila mmoja wenu. Let me also welcome the Sirare Kenya. Let's not forget we have a boundary. But you know, when I was going to Sirare, Tanzania, nilipokuwa naenda Sirare pale kwenye border, I asked, have I reached Tanzania? Because I never saw any demarcation. Niliuliza, je, nimefika Tanzania? Manake hakukuwa na chochote kinachoonyesha. They told me now you're in Tanzania. I didn't understand. Sasa umefika na sikuelewa. So we are one. Kwa hivyo sisi ni moja. I want to welcome the team from Sirare, Kenya. Na nataka nikaribishe kikundi kutoka Sirare, Kenya. Please, they came so early. Let's appreciate. Wow. God bless you. Thank you very much for waking up very early to be here. God bless you so much. Wow, I might not acknowledge every area. I know for you to be here, it's taken the hand of God. I want to welcome my sister, my blood sister from Mombasa, all the way. And she came with her son, Betty. Let's just appreciate her. All the way from Mombasa. You know, I introduced her into this apostolic season. And she told me, wow, you know, she has told me something very powerful. In this season, there is a sound. And if you can't discern that sound, you can think every meeting is okay. I'm so happy about what God is doing in our life. Betty, welcome and Ted. God bless you. God bless everyone. We did a lot of work. Tulifanya kazi nyingi sana. And we are grateful for what God did through us. Na tunashukuru kwa kile Mungu alifanya kutupitia. We are really expectant. Na tuna matarajio sana. To see God move in this school. Kuona Mungu akisonga katika hii shule. So for this period time that I have, kwa wakati huu ambao niko nayo, I want just to share the history. Nataka tu nishiriki historia of what God began in my life. Ya kile ambacho Mungu alianza katika maisha yangu. And
grew up to where we are today. Na ikakuwa hadi mahali tulipo sasa. It's good to share because that one will clear your mind, give you understanding. Ni vizuri kushiriki, manake hiyo itarahisisha akili yako kupata kuelewa. So that you don't ask who is this lady and what is she doing and why is she here? No. Ili ukapate kuuliza huyu ni dada mgani na anafanya nini. Amen. Amen. I know many are asking that from just Kisii here. Ninajua wengi wanaulizia hiyo kutoka hapa Kisii. And I haven't shared what I'm going to share today. Bado sijashiriki kile ambacho nataka kushiriki. And I also like when I'm sharing, I don't like referring to I. Na ninaposhiriki pia sipendi kujiashiria. I love referring to we because it's not about me, it's about we. Nataka niashirie sisi, manake si kuhusu mimi lakini ni sisi. But kindly allow me for around 10 or so minutes to talk about I. Lakini kwa dakika 10 tu mtanikubalia nizungumzie kuhusu mimi. Amen. Amen. I come from this county. I'm married in this county. Natoka katika hii county na nimeoleka hapa. I come from Kakamega County, married in Kisii County. Na nilizaliwa huko Kakamega County lakini nikaoleka hapa Kisii. So I've been here for over 24 years. Nimekaa Kisii zaidi ya miaka 24. Amen. Amen. I initially wasn't a pastor. Na hapo awali sikuwa mchungaji. My husband was. Lakini mume wangu alikuwa mchungaji. He was a Kisii himself. Yeye mwenyewe alikuwa ni Mkisii. And he wanted to plant a church because he had a burden for his people. Alikuwa anataka kupanda kanisa manake alikuwa na mzigo kwa watu. And I supported him. Na nilimuunga mkono. That's why you will see I have big children. My children are big, they are here. Ndipo utaona watoto wangu ni wakubwa, wako hapa mtawaona. But I don't want to tell you the history of what happened, but one day lakini sitaki niwapatie historia kile. I found myself standing by the lifeless body of my husband to tell him bye bye. Lakini siku moja nilijipata tu nikisimama kwa mwili wa mume wangu kumaga kwa heri. I remember that when I was praying the other day, and I saw that was the hardest moment I had. Nilipokuwa nikiomba nakumbuka huo ndio ulikuwa ni wakati. Someone was telling me come and stand by the coffin and just see the last time, and I didn't want, but I just went to look at him, and surely it was a time of transition for me. Ilikuwa ni wakati wa mabadiliko sana kwa those who knew me, they knew how we close we are, how we loved each other and everything. Wale ambao walikuwa karibu nami walijua jinsi tulivyopendana. And as I stood there, I was you know, there's a time when you're in a stalemate, you don't know what to do, eh? Kuna wakati ambao unaweza kukwama, hujui ufanye nini. And I was like Naomi, I was saying, why has God dealt bitterly with me? Na nilikuwa nasema Mungu amenishughulikia kwa ukali hivi kwa nini? So after that we were left in a wilderness for a period. I felt pained. Baada ya hiyo tulibaki for almost 1 month. It was the greatest pain I can't even describe. Na nilikuwa na uchungu sana zaidi ya mwezi mmoja. So I one day gave my house girl money. Siku moja nilimpa msichana wangu wa kazi pesa. And I told her, please take care of the children. My children were babies by then. Watoto wangu walikuwa wadogo sana. 10 years to 1 year. That difference. I was very young. Moja na nilikuwa mdogo. And I gave them money, my house girl money. I said, please don't call me when I'm in the bedroom. I want just to close the bedroom. I will not come out. Nikampatia pesa, nikamwambia chunga watoto, mtakuwa chumbani mwangu wa and I prayed a very serious prayer that time. Na nilifanya I told God, take my life. I didn't want to commit suicide. I just said, God, let me just find when I'm asleep. I'm in the other world. I didn't know which other world. Na nilimwambia tu Mungu nichukua tu maisha yangu hata wakati nalala tu. I knew my mom will take care of my children. Nilijua mamangu atachunga watoto wangu. But somehow I didn't die. God didn't take me. God didn't allow me to die. Lakini Mungu hakukubali nife. That was 15 years ago. Na hiyo ilikuwa ni miaka 15 iliyopita. After that prayer, baada ya hiyo maombi, all of a sudden I started feeling a burden. Mara tu nilianza kuhisi mzigo. To come back and do the work of God. Kurudi na kufanya kazi ya Bwana. You know, a burden is something within your spirit. Mzigo ni kitu ambacho kiko tu ndani ya roho yako. And I just packed my bags. Na nilifunga virago vyangu. By then me and my husband had been connected to Papa Karel. Papa Karel is my spiritual father. Wakati huo mimi na mume wangu tulikuwa tumeunganika na Papa Karel ambaye ni baba wangu. He was actually working in Tanzania and had come to Kenya. Alikuwa anafanya kazi Tanzania na alikuwa amekuja Kenya. He was training African pastors. Alikuwa anafundisha wachungaji wa Afrika. Na tulikuwa so I just remembered. Kwa hivyo nikakumbuka. How will I be able to stand before people? Nitawezaje kusimama mbele ya watu? And continue the work that was young which we had started in Kisii. Na hata niendeleze kazi ambayo ilikuwa changa. Let me go for the training that Papa Karel was having in Nakuru. Wacha niende mafundisho ambayo Papa Karel na. So I packed my belongings. Niliweka virago. I went to Nakuru. Nikaenda Nakuru. And I remember 204. Na nilikaa pale
2004 hadi 7. I know people of Tanzania have heard about AFMIN. Na watu wa Tanzania mmesikia I was a student with Papa Karel. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa Papa Karel. So I want to honor Papa. He's not here today. Nataka kumheshimu Papa, yuko hapa leo. He was not feeling very well. Hakukuwa na hisi vizuri sana. And he sent Johan. We thank God for Johan. Na ametuma Johan, tunashukuru because he has helped me a lot. Kwa sababu amenisaidia sana. I am what I am because of Papa. Niko jinsi nilivyo kwa sababu ya Papa. I got healed in that school. Niliponywa kwa hiyo shule. I felt comforted during that year. Nilihisi kutiwa moyo kwa hizo miaka 4. And we graduated as students. Na tulihitimu kama wanafunzi. So now I came back a bit confident to start up the work. Nilirudi na ujasiri kidogo kuanza kazi. And God has been helping me serve him in this town. Na Mungu amenisaidia kumtumikia katika hii town. Now let me talk about the transition. Sasa wacha nizungumzie mabadiliko. 6 years ago, miaka 6 iliyopita, the same Papa Karel, who is my spiritual father, huyo baba wangu wa kiroho ambaye ni Papa Karel, invited me for a meeting. Alinialika katika mkutano. And I went to Nakuru. Na nilienda Nakuru 2013. Mwaka wa 2013. That is the time when I knew about what God is doing in the now. Hapo ndipo nilianza kujua kile ambacho Mungu anafanya sasa. And when I went for that meeting, nilipoenda katika hiyo mkutano, I realized, wow, I didn't know the name. I didn't know even the name of the meeting. I didn't know even what was it. All I could say is that God was present in that meeting. Yote ambayo ningesema ni kwamba Mungu alikuwepo katika hiyo mkutano. I felt, there was no much singing. Hakukuwa na kuimba. There was no noise. Hakukuwa na kelele. But my spirit was heavily convicted. Lakini moyo wangu, roho yangu ilihukumika sana. So heavily convicted, I felt kushawishika. Nilishawishika katika roho yangu. And I knew this is what I wanted. Na nilijua hii ndio nataka. So I transited immediately. Nilihama hiyo mara tu. 2014. Mwaka wa 2014. When we connected, they said we want to bring apostolic in Kisii. Tulipounganika walisema tunataka tulete msimu huu wa mitume Kisii. And I was a bit nervous. Na nilikuwa na hofu kidogo. Because they had given us condition you have to bring the leaders, the pastors together. Kwa sababu alituambia itafanyika tu tukileta wachungaji na viongozi pamoja. And George was coming. Na George alikuwa anakuja. Na Mesha. And I thank God for Nyonka and other two pastors whom we were with in AFMIN. We sat down, 3 of us. Tulikuwa na wao plus a few of our friends. Na marafiki zetu. And organized the first summit. Na tuliandaa mkutano wa kwanza. It was in Pastor Morara's church. Ilikuwa katika kanisa ya 2 days. Morara. Siku 2. And we knew time for Kisii had come. Na tulijua kwamba wakati wa Kisii umefika. Because people came, pastors, leaders came. Kwa sababu wachungaji na viongozi walikuja. 2015. Mwaka wa 2015. We had another gathering. Tukakuwa na mkutano mwingine. 2016. Mwaka wa 2016. We had another gathering. Now 6 days. Wa siku 6. And God has been with us. Na Mungu amekuwepo nasi. And I want to say, na nataka niseme, within the last 5 years, kwa miaka 5 ambayo imepita, there is something that happened. Kuna kitu kilifanyika. After 2 years we have gathered. Baada ya miaka 2 kukusanyika. We were going around with Jemima. Tulikuwa tukizunguka na Jemima. Telling people that we'll be having a meeting. Tukifikia watu wa kutangaza mkutano, tukipeana handbill. Then all of a sudden when I was getting out, mara tu nilipotoka nje, I heard God speak to my heart. Nikahisi Mungu akinena kwa moyo wangu. Telling me now, you don't need to be waiting for George and Papa. You can be having gatherings and speaking to the pastors. Na nikahisi Mungu akiniambia kwamba si lazima mngoje George ama Papa, unaweza anza kukusanyika wachungaji na viongozi uanze kuwazungumzia. That was in 2016. Hiyo ilikuwa ni mwaka wa 2016. So we began. Kwa hivyo tulianza. Now not waiting for George, not waiting for kina Papa or Johan. We began doing it ourselves. Sasa tukungoja wakina Papa au yeyote, tulianza sisi wenyewe. We started what we call my father's table. Tulianza meza ya Bwana. We could gather twice per week. Ambapo tungekutana mara 2 kwa wiki. Pastors and leaders. Na wachungaji na viongozi kwa masaa 2. That was from 2016. Hiyo ni kuanzia mwaka 2016. Kisha tukakuwa that we don't just gather twice per week. Kwamba sasa tukutane. We could have what we call mobile clinics. Tungekuwa na mobile clinic. We could go interior. Tungeingia ndani zaidi. Where we had openings. Mahali ambapo tungekuwa na gatherings of pastors. Na tungekuwa na mikutano ya wachungaji. And we began to speak to them. Na tulianza kuwazungumzia. And we have seen God doing great things. Na tumeona Mungu akifanya mambo makuu. We have seen what it is to operate under the grace. Tumeona inamaanisha nini? For the grace to flow in you and through you. Ili neema itirike kupitia mimi na kukupitia wewe. So I am grateful for what God has done for the last 5 years. Kwa hivyo nashukuru kwa kile Mungu amefanya. I want to say that this being the 6th year, nataka niseme huko Papa spoke to me and said, Dina,
Papa alinizungumzia na akasema, God has spoken to me. Mungu amenizungumzia. That we not just be having summits or conferences. Kwamba hatutakuwa tuna mikutano. Let's start up with a school. Sasa tuanzishe shule. Hello. Amen. So this one here is the first transition into a school. Kwa hivyo hii ni uhamisho wa kwanza katika shule. We are calling it Apostolic Leadership School. Tunaita shule ya viongozi ya kimitume. Another name for it, we are calling it On 10 program. Na jina ingine ni program ya 10. So in other words, kwa maneno mengine, we want to train you. Tunataka tuwafundishe. We want to cover certain areas. Na tuweze kupitia mada tofauti. Time that we will be together. Kwa nyakati ambao tutakuwa pamoja. So that we know what we have covered and what we have not covered. Ili tujue kile ambacho tumepitia na nini hatujapitia. So that we know the students that have gone through certain syllabus and those that have not gone. Ili tujue wanafunzi ambao wamepitia syllabus fulani na wale ambao bado. So this program will take 3 years. Kwa hivyo program hii itachukua miaka 3. Starting now. Kuanzia sasa. And every year we are required to cover 10 days. Na kila mwaka tunastahili kuchukua siku 10. I didn't want to start 10 days myself. Sikutaka kuanzisha siku 10 mimi mwenyewe. I felt to break it. Nilihisi ni so we can have 5 days. Ili tuwe na siku 5. And God allowing us next time, I don't know when. Mungu atukubalie wakati mwingine sijui lini. We are going to agree. Tutakubaliana. So that we can see when to cover the next 5. Ili tutaona ni lini tena tutapitia tena siku 5. There are other number of things that Eddie Chanza, who is coming, is on the way, who will clarify more details. Kuna mambo mengine ambayo Eddie atatufafanulia zaidi. About the requirements of the students. Kuhusu mahitaji expect commitment. Lakini tunatarajia kumaanisha. We expect you to be consistent. Na muwe na mfululizo. My ashes are there. Na one of the things we want, you know, let's talk about, I decided to tell this school to give us tables because I wanted a classroom setting. Niliamua kuambia shule hii tupatie meza manake nilitaka tuwe kama shule. Hello. You can see you have a pen, you have a writing material. Unaona mna kalamu na mahali pa kuandikia. So I want us to take it serious. Nataka tuichukulie kwa kumaanisha. We will be signing in morning and after to show at least commitment, to show attendance. I don't want the people coming and leaving. Tutakuwa tunajiandikisha asubuhi na mchana kuonyesha kwamba tunamaanisha, tusiwe wa kutoka na kuingia. So tukiangalia ile signing, umesign pale pengine umeruka, you can be a student ambaye tunaona hauko serious. Ama namna gani? So nitawaomba tafadhali kuwa committed na consistent. Hello? Yes. Alafu number 2, look at the badge. Tazama badge zenu. This timetable behind your badge. Kuna saa zimewekwa hapo nyuma. Today we have started a bit late because it's the D-Day. Leo tumeanza kuchelewa manake ni siku. Tomorrow, God willing, we'll stick by this. Kesho tutafuata masaa haya. 8:30 to 9:30 we start up worship. Saa 2:30 hadi saa 3:30 tutaanza na kikundi cha kuabudu. And we will have the first speaker standing at 9:30 tomorrow. Mzungumzaji wa kwanza ataanza saa 3:30. So we will flow as per the timetable. Kwa hivyo tutafuata kulingana na hii ratiba hapa. Amen. So try for those who are not boarding, and we thank God for Kereri Girls. Jaribu kwa wale ambao walali na tunashukuru Mungu kwa hii shule. That we have boarding facilities. So if you want to sleep, tuna mahali unaweza kulala kama ungependa kulala. If you are coming from far, you can be free. The registration is just the same. Na ile pesa ya kujiandikisha ni ile tu. We don't say ati mwenye analala atoe kidogo kimingi na mwenye hapana, uchaguzi ni wako. Tuko pamoja. So we encourage you to sleep if you can. Tunawatia moyo mlale kama for those who are day scholars, kwa wale ambao wanarudi nyumbani, jaribu mkuje mapema. So that by 8:30 ili kufikia saa 2 you can be with us for worship and we start off. Our teachers are ready. Kwa kuabudu walimu wetu wako tayari. And they have sacrificed a lot. Na wamejitolea sana. From very far away countries. Kutoka nchi za mbali. Sometimes when you look at the sacrifice, you will sit down and listen. Wakati mwingine mkitazama gharama mtaketi chini na kusikiliza. Amen. So let me read a scripture here. Wacha nisome maandiko hapa. In 1 Corinthians. Wa Korintho wa kwanza. Chapter number 10. Mlango wa 10. From verse 1. Kuanzia mstari wa kwanza.
1 Corinthians chapter number 10. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. Only read maybe 5 or something. Tutasoma mistari 5. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers who are under the cloud all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, all ate the same spiritual food. All ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Now these things became our examples, to the intent that we should not last after evil things, as they also lasted. 1-6. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Amen. Now, I want just to concentrate on the issue of verse 6, which says, now these things. Nataka tuangalie mstari wa 6 ambao inasema sasa mambo haya became our examples. Yalikuwa mifano kwetu. These things, mambo haya that happened to our fathers, ambao yalifanyikia baba zetu. I think I've been telling about my journey, na nadhani nimewaambia kuhusu safari yangu, and the journey of the apostolic in our city, na safari ya kimitume katika mji wetu. Let me speak a little bit about the journey of the Israelites, lakini wacha nizungumzie safari ya Waisraeli, because it's an example. The Bible says it's an example, kwa sababu Biblia inasema ni mifano. That journey from Egypt to the promised land, safari hiyo kutoka Misri hadi ile nchi ya ahadi, it was a journey of the church. Ilikuwa ni safari ya kanisa. And I want to say this, na nataka niseme hivi, we need to know tunastahili that kujua me and you, kwamba mimi na wewe, and especially me and you who are leaders and pastors, sana mimi na wewe ambao ni kiongozi na wachungaji, we are on a journey. Tuko katika safari. And that's why God is referring us to the journey of the Israelites. Ndiposa Mungu anatuashiria katika safari ya Waisraeli. And he says, moreover, our fathers, you know, that journey was led by leaders. They were fathers, elders. Safari hiyo iliongozwa na kina baba, viongozi, wazee. It was led by Moses, but he was also having elders and leaders under him. Iliongozwa na Musa na alikuwa na viongozi na wazee chini yake. Hello? Yes. There were different graces of elders and leaders. Kulikuwa na neema tofauti ya wazee na viongozi. It's a picture of the body of Christ. Ilikuwa ni picha ya mwili wa Kristo. Because the body of Christ has different elders with different graces. Kwa sababu mwili wa Kristo ina wazee tofauti na neema tofauti. Hello? Yes. I know there are many times when we have been divided. Najua kuna mara mingi tumegawanyika. Across denominational. Kupitia dini. Across religious. Dini. But I want to say this. Lakini nataka it was never so from the beginning. Haikukuwako hivyo kutoka mwanzo. The church was one. Kanisa ilikuwa moja. Hello? Yes. It was the Israel as a tribe. Ilikuwa ni Israeli kama kabila. Under Moses. Chini ya Musa. But under Moses we had different tribes. Reuben, Simeon, and all these other 12. Chini ya Musa tulikuwa na makabila tofauti. Hello? So God is bringing the church back to that place. Kwa hivyo Mungu anarejesha kanisa pale. Where we need to know that we are one. Mahali ambapo tunastahili kujua sisi ni we might be having different graces. Tunaweza kuwa na neema tofauti. But there's a time when we need to come together as one, like now. Lakini kuna wakati tunastahili kuja pamoja kama sasa. Hello? Yes. Now, this Paul writing to the Corinthians says, moreover, brethren, I don't want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. Paul is reminding us that we should remember
the journey of the Israelites. Na Paulo anatukumbusha kwamba tunastahili kukumbuka safari ya Waisraeli. He tells us what happened. They all ate from the same spiritual food. Anatuambia kilichofanyika, walikula katika chakula cha roho, same rock which was Christ. Na walikunywa kwa ile mwamba mmoja. In other words, they all shared in this common salvation. Kwa maneno mengine walishiriki katika wokovu. They all preached, they all ate the same spiritual food. They all ate. Wote walihubiri na walikula chakula moja ya kiroho. Hello? Yes. But there's something that Paul is saying here. Na kuna jambo ambalo Paulo anasema hapa. But with most of them, lakini kwa wengine wao, God was not well pleased. Mungu hakupendezwa nao. For their bodies were scattered in the wilderness. Maana waliangamizwa jangwani. I want to say this, church. Nataka niseme hivi kanisa. It is good to start. Ni vizuri kuanza. But this school is not just about starting. Lakini shule hii si kuhusu kuanza. This school is about how you finish. Shule hii ni kuhusu jinsi utakavyomaliza. Because many started like the way they started. Kwa sababu wengi walianza kama hawa walivyoanza. And the Bible says God was not pleased. Na Biblia inasema Mungu hakupendezwa. With many of them. Na wengi wao. Most, not many, most of them. Na hakupendezwa nao. Most of them. Wengi wao. And he says that their bodies were scattered. It means they died. They were scattered in the wilderness. They never reached their destiny. Hawakufika hatima yao. Hello? Yes. You know, many of us, we emphasize on starting. Wengi wetu tunasisitiza katika kuanza. But we have never checked. Lakini hatujawahi kuangalia. Je, tuko katika mwendo sawa? Are we moving? Je, tunasonga? Hello? Yes. So this school, kwa hivyo shule hii is not questioning your starting. Haina si kuhusu na jinsi unavyoanza. But we want to help you. Lakini tunataka kukusaidia. So that you don't become among the most whose bodies were scattered in the wilderness. Ili usiwe kati ya wale wengi ambao waliangamizwa jangwani. Who never reached their destiny. Ambao hawakufika hatima yao. And I was telling the pastors from Kiumbu. Nilikuwa nawaambia wachungaji Kiumbu. It is good to know that the ones who died were not just the members. Ni vizuri kujua kwamba wale ambao walifariki hawakuwa tu washirika. Included was the leaders, the elders, the pastors. Hata viongozi na wachungaji pia na maaskofu hata kama tunaweza kuita. Because among the 12 spies, kwa sababu kati ya wale 12 wale wapelelezi ambao walienda kupeleleza katika nchi. We are told there were fathers. Tunaambiwa kulikuwa na mababa. There were elders. Kulikuwa na wazee. Can we identify with that? Je, tunaweza kujitambulisha na hiyo? Hello? Yes. And when Moses told them to go and spy and bring the report. Na Musa alipoambia waende kupeleleza na wamrejeshe. To see whether the land is good. Kuona kama nchi ni nzuri. Only 2. Wawili tu wrote a good report. Ndio walirudi na majibu sawa. But 10 lakini 10 never wrote a good report. Hawakuleta report. And God wasn't pleased with the 10. Na Mungu hakufurahishwa na wale 10. Because the 10 discouraged a number of people. Kwa sababu wale 10 walivunja moyo watu wengi. Praise the Lord. Amen. So in other words, kwa maneno mengine, if one of the elders who is a pastor or a leader kama mmoja wa wazee was among the 10, alikuwa kati ya wale 10. You know, pastor is a very important person. Mchungaji ni mtu wa maana sana. Because behind you there's a following. Kwa sababu nyuma yako kuna wafuasi. You have leaders behind you. Kuna viongozi nyuma yako. You know, if I am a local church pastor, by the way, I'm a pastor in this land. Mimi ni mchungaji katika nchi hii. Katika my flock believe in me. Na wafuasi wangu wanaamini kwangu. If I tell them right, they go right. Nikiwaambia kulia wanafuata kulia. If I tell them left, they go left. Nikiwaambia kushoto wanafuata kushoto. So in other words, kwa maneno mengine, if I was among the 10 negative people, kati ya wale watu 10, it means I am influencing all the other people who are following me. Inamaanisha kwamba naathiri wale wafuasi wote ambao wananifuata. Praise the Lord. So we are focusing on the leaders because we know you're not a leader until you have people who are following. Kwa hivyo tunaangaza katika viongozi, manake wewe sio kiongozi ila tu umeanguka. I thank God for the 2 leaders. Nashukuru Mungu kwa wale viongozi. There were 2 elders. Walikuwa ni wazee. Caleb and Joshua. Caleb na Yoshua. In fact, hakika they were commended even by God himself. Hata Mungu alifurahishwa na wao. They were said to be men with a different kind of spirit. Walitambuliwa kama watu walio na roho tofauti. I pray God, naomba Mungu, that we will raise up from this school, kwamba tutainuka katika hii shule. Men, and when I talk about men, I don't mean
gender. Na nikizungumzia watu sizungumzi jinsia. Because women are equally in the beginning, God created man, male and female. Manake Mungu aliumba mke na mume. So in the beginning, hapo mwanzo, it's not about sex, it's about a human being. So I can say we are looking forward that in this school we raise up people, leaders who have a different kind of spirit. Hello? Yes. Now listen. The ratio. The ratio of those who opposed to those who agreed. Which was the bigger? It was 2 to 2 agreed. 10 opposed. Ile asili ya wale ambao walikubali na wale ambao walikataa ni 2 ambao walikubali kwa 10 ambao walikataa. So if we, those who know mathematics, 2 to 10, wale ambao tunajua 2 kwa 10. So it means you divide 2, it's 1 to. Out of every 5 people, 1 is agreeing. Kati ya kila watu 5, mmoja atakubali. Hello? Yes. So, beloved, I pray God. Wapendwa, naomba Mungu. You know, many times we want to go where the majority are. Wakati mwingi tunataka kuenda mahali kuna watu wengi. Even in politics, hata katika siasa, majority win, isn't it? Wengi wanashinda. But let me tell you about the kingdom of God. Lakini wacha niwaambie, it's not about democracy. Si kuhusu siasa. Hello? Yes. Look at it. 2 are agreeing, 10 are disagreeing. Wawili wanakubali. But God says He is displeased with the 10, hajapendezwa na wale 10, and they are not going to reach the promised land. Na hawatafika nchi ya ahadi. So in other words, kwa maneno mengine, if I'm a pastor who is among the 10, kama mimi ni mchungaji kati ya wale 10, I will be lost with my flock. Nitapotea na mifugo yangu. Hello? Yes. Because the flock follow what the pastor tells them. Kwa sababu kondoo anafuata kile ambacho it is important the pastor knows the right thing, because if the pastor doesn't know the right thing, he will be lost with the entire flock. Ni vizuri mchungaji ajue jambo lililo sawa, manake akikosa kujua wafuasi wake pia watapotea. But we thank God today. Nashukuru Mungu leo. God is raising up that 1 to 5. Mungu anainua wale 1 kwa 5. And you are one of them in Jesus' name. Na wewe ni mmoja wao katika jina. Hello? Amen. And let's read verse 6. It says, now these things became our examples. In other words, we need to learn from their mistakes on that journey, so that we don't repeat the same mistakes they did. If we don't have a place to learn and be told, hey brother, you never know. Somebody said this. You don't know that you don't know until you come to such a gathering. There's a pastor I went with to Nairobi when we were having ASOM, Apostolic School of Ministry. And he told me a very powerful testimony. He said, you might think you know when kumbe you don't know. Unaweza kufikiria unajua, kumbe hujui. Mara mingi huwa tunafikiria tunajua, lakini tukikuja into such a gatherings tunarealize, wow, kumbe nilikuwa sijui. Unahitaji mtu wa kukuonyesha mahali umeenda kombo ndio ukuje kwa laini. Sijui kwa nini atafsiri kizungu. Praise the Lord. Amen. You need someone to show you that, brother, here. And we don't show you by heresies. In this school I've realized, because I've been attending these schools somewhere else, and I've been coming to gatherings since that 2013. I haven't stopped pursuing. Let me tell you, I've been saved for around 30 years. And I've been a pastor for 15. But let me tell you what I've learned for the last 6 years since I came into the apostolic season. I've been asking myself, have I been reading my Bible? And how come I was not seeing these things? I've learned so much in the last 6 years. And every time I sit down to learn, something new comes up. And I stand amazed. Which means God is out to help us. Hello? Yes. Now listen. There is a problem when you are not having a learning spirit.
not teachable spirit. Kuna watu ambao wanajua kila kitu. Kuna mwingine alikuja msimu akasema kwamba mimi hizi vitu hawa watu wanafundisha ninajua kila kitu. Hakuna kitu kipya mimi nimesikia. Mungu atusaidie. Hello? Wakati uko na roho ya kujaa umejua kila kitu, ndugu, hii shule itakusaidia. This school will help you when you come to a position and realize, wow, here I'm wrong. Shule hii itakusaidia ukifikia mahali pa kukubali makosa yako. Praise the Lord. Let us read John 6. I don't want to read the whole story. Hatutasoma hadithi yote. But we go down. Lakini tuteremke chini. Sixty-three. But before we go to 60, let's just go up a bit. 54. Whoever eats my flesh, let's and Jesus said to them, 53, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, I live because of the Father, and he who feeds on me will live because of me. Read up to there. Basi yule akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa damu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfuata siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. 57. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. 60 now, let's jump to 60. Therefore many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying, who can understand? Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Praise the Lord. Amen. Now listen. Sikiza. There are things that Jesus began to teach. Kuna mambo ambayo Yesu alianza kufundisha. That became hard. Ambayo yalikuwa magumu. And if you read down there, na ukisoma hapo chini, many were offended. Wengi walikwazika. When he began to speak about eat my flesh, drink my blood. Alipoanza kufundisha kuhusu kunywa damu yangu. This is a hard teaching. Walisema, what is this man talking about? Mtu huyu anasema, how can we eat his blood, his flesh and drink his blood? Tutakulaje mwili wake na kukunywa damu yake? And the Bible says, na Biblia inasema, many left him. Wengi walimwacha. Now let me say this. Wacha niseme hivi. It is one thing to come into this season. Ni jambo moja kukuja katika huu msimu. And totally another thing to pursue it. Na jambo lingine kulifuata. There are people who had been pursuing Christ. Kuna watu ambao walikuwa kifuata. They were happy with his teachings. Walifurahishwa na mafunzo yake. They listened to him. Walimsikiliza. They saw him do miracles. Walimuona akifanya but when he began to teach about eating his body, his flesh, lakini alipoanza kufundisha kuhusu kukula mwili na and drinking his blood, na kukunywa damu yake, many got offended. Wengi walikwazika. May God help us. Wacha Mungu atusaidie. Hello. Now I want to say this. Nataka niseme hivi. In this school I've realized, katika hii shule nimetambua,
The only thing that can hinder you from following is called offense. And I've seen it. There are many. We started with 2013 when we introduced this in this year, and many have been offended and dropped off. Because they say, now what about this? Some of the things that will be taught can challenge what you knew. Some of the things that will be taught, and you know, I love the 12. Because the others left him, but the 12 stuck. And Jesus asked them, do you also want to go? And Peter said, where do we go? You have the words of eternal life. Hello? Yes. So in other words, even when you don't understand, where do we go? As I said, there are many things I've been learning. I haven't even stood up to teach. I'm still absorbing. But I can't deny that it is God. Hello? I'm sure if they would have stuck, because the 12 stuck with him, and they would have understood what he meant exactly about eating his flesh and drinking his blood. But there are those who interpreted it carnally. Hello, wangekaa chini wasikize, waulize maswali. Hey, hii mambo natuzungumzia kuhusu kula mwili wako na kunywa damu yako inamaanisha nini? Wangesaidika. Lakini offense ya kwanza tu, unajua kuna mtu anasikia tu kitu kidogo hapa tu, something small, which if you sat and ask clarity and cite the scriptures, ni jambo kidogo ambapo labda ungekaa na uulize maswali na uelezewe, and be like the Bereans. You know the Bereans, na ukue kama wale wa Berea. The Bible says they, whatever Paul taught them, Biblia inasema chochote ambacho Paulo they didn't just take everything. Hawakuchukua tu kila kitu. They went again home to sit and cite the scriptures. Walirudi nyumbani wakakaa na to see whether what Paul was telling them was the truth. Kuona kama kile ambacho Paulo aliwaambia ni cha ukweli. Hello? Amen. Now listen, church. Kiza kanisa. We all have this Bible. Sisi wote tuna Biblia. And we want to say that this school, tunataka tuseme hii shule, everything that will be taught, kila kitu ambacho tutafundishwa, will be from the scriptures. Itatoka katika maandiko. That's why we call it, niposa tunaiita, back to the word. Kurudi katika neno. This season we don't just call it an apostolic season. Msimu huu si msimu wa kitume tu. It's a season of back to the word. Ni msimu wa kurudi katika neno. Hello? Yes. You know what? I've realized. Nimetambua. How do you know that you have transited? Utajuaje umehama? God, the first thing he will put in you, Mungu jambo la kwanza ambalo ataweka ndani yako, is a desire, ni tamanio, to read the word. Kusoma neno. I realized suddenly God put in me a desire, not just to read, to preach, but to read, to feed my spirit. Nilitambua mara tu Mungu aliweka tamanio ndani yangu kusoma neno. Nowadays I love the word, something I didn't have before. Siku hizi napenda neno si kama hapo awali. I love when our holiday. Napenda tunapokuwa na nafasi. I am indoors just to read the word, to read the word. And I realize there's power when you read the word. Na nilitambua kuna nguvu unaposoma neno. Just choose the word. Tafuna and I realize now I don't want to read very fast. Na nilitambua sasa I want to read slowly. Nasoma polepole. And think about what I'm reading. Na nifikirie kile ninachosoma. And absorb it in my spirit. Na nikubali katika roho yangu. And read several chapters. Na nisome maandiko mengi. And to my amazement, even what I'm reading, I'm not even going to preach on Sunday. Na kwa kushanga kwangu hata kile ambacho nasoma si kile ambacho nitahubiri Jumapili. But there's a unique hunger and thirst for the word. Lakini kuna njaa na kiu ya kipekee kwa ajili ya neno. We pray that God will release the same thirst to you in Jesus' name. Tunaomba Mungu ataachilia hiyo kiu ndani yenu katika jina la Yesu. Hello. So that at least you can know, you need to know, because it's not a physical migration. Unastahili kujua manake si uhamisho wa kikawaida. It is a spiritual migration. Ni uhamisho wa kiroho. And you never know when you are static. Somebody said you never know when you are static. Huwezi kujua wakati umekwama. When you are rotating like this. Wakati unazunguka tu pale. And we are addressing the issue of staticness. Na wanashughulikia hiyo swala la kukwama. There are people who are not, and some of our people, and even us ourselves as leaders. Watu wetu wengine na hata sisi kama viongozi. There are people who
kukua hawakui, na kuanguka hawaanguki, and they don't go backwards. Kwenda mbele hawaendi, they don't go forward, na kurudi nyuma hawarudi. neither do they go backward. What do you do with such a people? Utafanyaje na watu kama hao? Don't be excited. Usifurahishwe sana when you have such a people in your church. Ukiwa na watu kama hao kanisani. Hello? Yes. The joy of every leader should be to see progress. Ni kuona maendeleo. Paul wrote to Timothy and said, Paul wrote to Timothy, says, let your progress, let your progress be evident to all. Let people see your progress. Hello? Yes. So in other words, we need to grow. And so church, many of the things you will hear these 5 days, they will remove you from that position of staticness. You come with an open mind. I've realized for someone to be here, it's not even guaranteed that he or she is hearing. Unajua kuna watu wamekaa lakini kichwa kimejaa hivi. There are people who are here but their minds are full. Unaweza kaa na kichwa chako hakiko hapa. You may be here but your mind is not. Mungu akusaidie. Let God help you. Hello? Yes. Ile kelele, unajua kelele mingi, a lot of noise. Hata si ya simu. Most noises are not from their phone. Hata si ya watu kuongea. Not even from people. Kelele nyingi iko hapa. It's in our minds. Hello? Yes. That's why you have to kutoa kelele. That is why you have to refuse utoe junk because itakuzuilia ndugu. Ukiona mtu amekaa hapa na analala, kelele imejaa kwa akili. If anyone is sleeping, then it means there's a lot of noise in his mind. Mungu aondoe hiyo kwa jina la Yesu. Let God remove that in Jesus name. Hello? Amen. Angalau tufaidike. Let us benefit. Angalau usaidike. And you be helped. Na najua ukisaidika, and I know that if you are helped, watu wako wamesaidika. Your people will be helped. Usijali ni wangapi. Don't mind how many people will be even helped. If you have 5 people, hata kama uko na watu 5, God honors those 5. Mungu anaheshimu hao 5. You can move them from position A to B and B to C. That is something. Unaweza kutoka hatua moja hadi lingine, na hilo ni jambo. Praise the Lord. You know, many of us think wengi wetu tunafikiria that when we have many people, kwamba tukiwa na watu wengi, we are successful. Tumenawili. But I want to say this. Lakini nataka niseme hivi. You might have many people, unaweza kuwa na watu wengi, but if those people are static, lakini watu hao kama wamekwama, you are a failure. Basi umeanguka. Success is not about numbers. Kunawili si kuhusu nambari. Success, ubora, is to see people progressing. Ni kuona watu wakikua. Praise the Lord. Amen. To their destiny. Katika hatima yao. And here you will learn about where are you taking. You know, many pastors don't know where they are taking people. Wachungaji wengi hawajui wanapeleka watu wapi. And here we are coming to address 2 things. Na hapa tunashughulikia mambo mawili. I want us to read the last scripture in Numbers. Tusome maandiko ya mwisho katika Hesabu. Numbers chapter 10. Hesabu mlango wa 10. We are addressing 2 things. Tunashughulikia mambo mawili. And the Lord spoke to Moses, chapter 10 verse 1. 10 mstari wa kwanza. Make 2 silver trumpets for yourself. You shall make them of hammered work. You shall use them for calling the congregation and for directing the movement of the camp. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, jifanyie tarumbeta 2 za fedha, ukazifanye za kazi ya ufuzi, nawe utazitumia kwa kuwaita mikutano wakutane na kwa kusafiri kwao yale makambi. Now listen. Sikiza. The first thing Moses was to blow. He was told to make 2 silver trumpets. Ilimbidi Musa apige tarumbeta. God directed him to make 2. Mungu alimwagiza atengeneze tarumbeta 2. 2 silver, and he told them you will use them for calling. Alimwambia utazitumia kuwaita. So in other words, church, kwa maneno mengine, there are things you will never hear. Kuna mambo huwezi kusikia until you listen to the trumpet. Ila tu usikilize tarumbeta. That is blowing to call people to come together. Ambayo inapulizwa kuita watu pamoja. So this school, kwa hivyo hii shule, is a prophetic sound that we've been sounding in our land. Ni sauti ya kinabii ambayo calling people to come
come together as Moses was directed. Ikiita watu kukuja pamoja. Now, number 2, when you come together like today, jambo la pili, tukikusanyika pamoja kama after they were to come, they were to be directed, the movement, how they were to move. Baada ya kukuja waliagizwa jinsi ya kusonga. I want to say this. Nataka niseme hivi. Many of us, wengi wetu, we can't deny that you are a man of God. Hatuwezi kataa wewe ni mtu wa Mungu. You have been called. Umeitwa. You are even saved. Hata umeokoka. You have a right heart. Uko na moyo ulio sawa. But the problem is, lakini shida ni kwamba we don't know the direction of the movement of the people of the camps. Hatujui mwelekeo wa watu wa makambi. And I want to say this. Na nataka niseme they were to come together as a body, as a Israel, coming together from their different houses. Walikuwa wakuje pamoja kama Waisraeli kutoka nyumba zao tofauti. Hear the trumpet number 1. Wasikilize tarumbeta. Come together number 2. Ya pili wakuje pamoja. Be given direction number 3. Wapewe mwelekeo jambo la 3. Hello? You know what? I've realized. Nimetambua. Even when you look on our TVs. Hata tukitazama televisheni. All of us are doing our own things. Sisi wote tunafanya mambo yetu. I was seeing on the internet the other day. Nilikuwa naona katika mtandao jana. One of our pastors from Uganda. Mchungaji wetu mmoja. He's praying for someone. Anaombea mtu. Someone is falling. Mtu anaanguka. After he has fallen. Baada ya kuanguka. He has a basket of fruits. Ako na kikapu ya matunda. He gets one apple. Anatoa tunda moja. Gives somebody, I don't know what the apples mean. Na sijui tunda linamaanisha nini. And says, God has answered you. Na anamwambia enda Mungu amejibu maombi yako. There's another one. Mwingine. He's taking doom spray. Anachukua ile spray. He's spraying the people. Na anamwagia watu. He's saying you are healed and delivered. Anakuambia umeponywa. There's others who are selling oil. Others are selling. You know, we are all moving in different directions. It should not be so. Haistahili iwe hivyo. Hello. We have come here to be given direction. Tumekuja hapa tupewe mwelekeo. And I want to say this. Na nataka niseme there is that 1 to 5 that God is giving direction. Don't mind about the people. Kuna mmoja kati ya 5 ambao Mungu anaelekeza. God is isolating people who want him. Mungu anaondoa watu na analeta wale ambao wanamtaka. You know, there are people who have reached there and they are feeling there must be something more. Kuna watu ambao wamefika mwisho na wanahisi lazima kuwe na zaidi. Hello. I was talking to my sister, she's a very good example. She told me she reached a place and she was tired. Nilizungumzia sister dada yangu na aliniambia nilifika mahali we met at home and she told me I was tired. I said, what are you tired about? She said, I'm tired of church. Nimechoka na kanisa. I'm tired of programs. Nimechoka na ratiba ya kanisa. And I told her, you need to come to one of our summits and hear what God is doing. Nikamwambia sasa ukuje katika mkutano wetu usikie kile Mungu anafanya. She has paid the fare from Mombasa. Mombasa is very far. Amelipa gharama kutoka because she had that sound. Kwa sababu alisikiza sauti. Hello. Yes. Let me tell you, church. Wacha niwaambie kanisa. There's a trumpet being sound now. Kuna tarumbeta ambayo imepigwa. And we have tried as much as we can in Kisii, and God has opened up doors for Migori. We are grateful because Pastor from Kehancha is here and there's a team coming there on the way. Tunashukuru Mungu amefungua njia Migori kutoka Kehancha na wengine wako njiani. Sirara, you can see them here. So let me say the Kisii people. Wacha niwaambie watu wa Kisii. You know, we have done it for the last 5 years. Tumeifanya kwa miaka 5 ambayo and people think it's a job. Na watu wanadhani God is going to bring people from far. Mungu ataleta watu kutoka mbali. They will take it and run with it. Wataichukua na wakimbie nayo. Let's be careful, by the way. Tuwe waangalifu. Well, my prayer is ombi langu ni we can have people also because we have labored here. Tuwe na watu manake tumefanya kazi. Thank God for Nicholas and the team and our Pastor Joel and others. I can see Kisii. Onyonka, Kisii is and others are coming. Na wengine ambao wanakuja. We are looking forward for a great time. Tunatazamia wakati mkuu. When God can give us direction. Wakati Mungu atatupa mwelekeo. Amen. So let me not take much of the time. Nisichukue muda mrefu sana. I can see we still have some time. I can speak. Naona bado tuko na muda naweza kuzungumza. Let me not take so much time, but I want to prepare us. Nataka tujiandae. I want to tell you that you're in the right place. Me, I've been helped. Mko katika mahali panapostahili na mimi nimesaidiwa. And I keep pursuing. Na ninazidi kufuata. Praise the Lord. I keep pursuing. Nazidi kufuata. I want to be like Mary. Nataka kuwa kama Maria. Who sat at the feet. You know there are times when you have to leave everything. Ambao alikaa katika miguu na kuna wakati itakubidi uache kila kitu. You know Martha busy. Martha alikuwa akishughulika sana. And I want to honor you pastors and leaders who have left your local churches. Nataka niwaheshimu wachungaji na viongozi ambao mmeacha kanisa zenu. You have left your families. Mmeacha familia zenu.
You have left your businesses. Mmeacha biashara zenu. It's not easy, by the way, Sio rahisi to get a man of God, kupata mtu wa Mungu leave his activities akiacha shughuli to zake sit kukaa like the way you're sitting. jinsi ambavyo mmekaa. And you know, the busy one, Na wale wa shughuli who nyingi was Martha type of church. ambao ni aina ya kanisa ya Martha. You know, church is not church without a leader. There are type of leaders who are too big. By the way, let me tell you something. Acha niwaambie jambo. Being too busy doesn't mean you are effective. Kukuwa na shughuli nyingi haimaanishi una ufasaha. You can be too busy, Unaweza kuwa na shughuli nyingi, busybody, haufanyi chochote, running up and down. ukizunguka juu na chini. But Mary was doing nothing. Lakini Mariamu alikuwa afanyi chochote. She was not moving. Hakuwa anasonga juu na chini. She was quiet. She was not even talking. Alikuwa amenyamaza, hata hakuwa anazungumza. You know that Mary is a picture of the church. Mariamu ni picha ya kanisa. Because when we see a woman, that's a picture of the church. Manake tukiona mwanamke, hiyo ni picha ya kanisa. Somebody who can sit down. Mtu ambaye anaweza kukaa chini. It's not easy to get a pastor to sit down. Sio rahisi kupata mtu kukaa chini. And sit at the feet Na kukaa katika of miguu Jesus. ya Yesu. And listen. Na kusikiliza. And be taught. Na kufundisha. And observe. Na kupokea. And mother came complaining. Na Martha alikuja kilalamika. Jesus, Yesu, why don't you allow my sister to help me? mbona usimkubalie dadangu anisaidie? And I want you to note, Na nataka ujue, Martha was busy cooking for Jesus. Martha alikuwa anashughulika akimpikia So in Yesu. other words, what Martha was doing was not bad. Maanisha kile alichokuwa akifanya si And I want to say kibaya. there's some good things that we do as Na leaders. nataka niseme kuna mambo mazuri tunafanya kama viongozi. They are good. In fact, they are good. Ni mazuri ndio. I want to go for crusade. Na nataka niende crusade. I want to go to the poster. Na niende posta. I want to make calls. Nipige I want to be on the internet. Nikuwe katika I mtandao. want to go for the funeral. Niende katika mazishi. I want to go and watch football. Niende nitazame mpira. We can't accuse you. Hatuwezi kukulaumu. Those are good things. Hayo ni mambo mazuri. But there are times Lakini kuna when God nyakati says leave even those two good things that you are doing. ambapo Mungu anasema achana na hizo vitu vizuri ambazo unafanya. Hello? Yes. You know, I realized Nilitambua we as pastors or leaders, sisi kama we wachungaji na like viongozi preaching, we like teaching, tunapenda kuhubiri na kufundisha, but not many of us lakini si wengi wetu like being taught, tunapenda kufundishwa. can sit and be taught. Tunaweza kukaa na kufundishwa. I want to pray God Na nataka kuomba kwa that is raised up in this land kwamba atainua katika are hii people who have a type of Mary spirit. watu ambao wako na aina ya roho ya Mariamu. Hello? At least once in a while, like now. Angalau hata mara moja kama God is not sasa. asking for too much. Mungu haitishi zaidi. These 5 days, Hizi siku 5, angalau zime simu. at least you switch off your phone. Unajua kuna watu wengine hapa hawatatulia. There are some people who Watakuwa don't tu get kwa, stressed. hello. Anarudi. Unasema nini? What are you saying? You can't. Hawezi. I had a phone. Hello. Mwingine apanazo mbili. Hello. Ngoja kidogo. Hello. 2 phones. Simu mbili. Hey. Hello. Angala. Mtu akupigie apate mteja wa nambari unayopiga. Mteja. Hapatikani. Praise the Lord. Angala. Uongee na watu wakati wa break useme, "Hey bwana, kuna kitu ya maana nafanya." Patiana notice kwa watu waambie usinipigie simu, napatikana lunch time na break time. At least you can maybe propose to pick your phone during break time or lunch time. Pigia mama mwambie ukitaka kunipata nitapatikana lunch time ama break time. Tell them you'll be available during break time or lunch time. Praise the Lord. Amen. It will cost you little. Itakugharimu kidogo. And Jesus said, na Yesu alisema, what Mary is getting, kile ambacho Mariamu anapata will not depart away from it. Hakitamuondoka. There are things, church, kuna mambo kanisa, when we get, tunapoyapokea, we begin to be different. They will not leave us. tunaanza kuwa tofauti, hayatatuondoka. They are a treasure. Ni mambo ya kudhamini. And I want to say this. Na nataka niseme This week is a week of getting treasure. Wiki hii ni wiki ya kupokea vitu. I know some of us are used to noise. Na wengi wetu tumezoea kelele. Hey, I realized something. Nilitambua kitu. This season doesn't have noise. Msimu huu hauna kelele. You know, previously we thought hapo awali tulidhania the anointing is in the noise. Upako iko katika kelele. Hey.
Mtu akiongea hivyo ndio mnasema huyo alikuwa na Mungu. No. Those are some of the things we need to check. Hao ni mambo fulani tunastahili kuyaangalia. Siku hizi nikiona mtu anahubiri na kelele, naanza kumhurumia, nachoka kabla hata sijasikia. Nasema sasa huyu hata hii kelele yote, hata koo inaweza pata, wachungaji wamepata kansa kwa koo bwana kwa sababu ya kelele. Yes. Nani alitudanganya? Ati kelele ndio ina upako. Who told us? Anointing in noise. There should be a shifting in the way we think, by the way. Lazima kuwe na uhamisho kwa jinsi tunavyofikiria. Yesu akiongea na Mary, alipiga kelele gaki. Did Jesus make noise when he was speaking to Mary? Did Jesus even need to use this? We think that when we have the loudest music and the loudest noise, we think now God is very much moving. Tunafikiria tukitumia vyombo na sauti ya juu, tunafikiria. And this school, by the way, we don't want noise. Na kwa shule hii hatutaki kelele. Hello? Yes. We don't want much singing. Hatutaki kuimba kwingi. We want to hear the word. Tunataka kusikia neno. Unajua there are people who like singing too much. Kuna watu ambao wanapenda kuimba sana. That's why our churches are too full of songs but there's no word. Ndiposa kanisa zetu zimejaa nyimbo lakini hakuna neno. May God help us. Wacha Mungu atusaidie. Praise the Lord. Yeah. We need to shift. Tunastahili kuhama. That's part of the shifting. By the way, there is a lot of shifting. Kuna kuhama kwingi. When I shifted from noise church, nilipohama kutoka kanisa kelele, I took one speaker. I said we don't need two speakers. Nilitoa I said one has to be at home. Nikasema sasa wacha moja ikae nyumbani tutumie moja. A few people, why should I shout? Ni kwa nini nipige kelele? Hello? Yes. I reduced so many songs, too many songs, too many testimonies, too many programs. That's also another way of shifting. Nilipunguza nyimbo nyingi na ratiba nyingi na hiyo pia ni njia nyingine ya kuhama. I made the church to be word. Na nikasababisha kanisa kuwa kanisa la neno. Hello? Yes. You go to some churches. I know Betty knows our mother church. Ukienda kwa kanisa mengine Betty anaelewa kanisa letu. Let me refer to our mother church. Wacha nizungumzie kanisa letu. On Sunday, Jumapili, we went to dig so shamba. Tulienda kulima shamba ya fulani na fulani. We got 2 sacks of maize and 1 bag of beans. Tukavuna gunia 2 ya mahindi na gunia 1 ya maragwe. That is part of the noise in the church, by the way. Hiyo ni kelele katika kanisa. I pray. You're wasting people time. Now, next time we will be going to shamba. Sasa wiki ijayo tutaenda kwa shamba ya fulani. May God help us, church. Wacha Mungu atusaidie kanisa. We have to shift. Lazima tuhame. May God help us. Wacha Mungu atusaidie. We waste people's time. Tunaharibu muda wa watu. And we also waste resourceful time that God has given us to help people, and we are busy with things that people don't need. Na pia tunaharibu masaa na nyakati ambazo Mungu ametupatia na mambo ambayo because people cannot be changed by those many things. They can only be changed. Man shall not live by bread alone, but by every word. Binadamu hawezi kuishi kwa neno lakini kwa mkate peke yake, lakini kwa kila neno. Now listen, the word that proceeds neno litokao from the mouth of God. Kinywani mwa Bwana. Listen to the English. Here we also need to learn some English and some Kiswahili. Sikiliza Kizungu. The word that proceeds now. Neno litokao linatoka sasa. Not the word that proceeded. Sio neno ambalo lilitoka. Not the word that will proceed. Au neno lijalo. Let me ask something. Wacha niulize jambo. You need to know the word that proceeds. Unastahili kujua neno litokao. And this school has helped. This season, one of the way I shifted. Njia moja ambao nilihama. And I know God knows your heart, God knows my heart. Na ninajua Mungu anajua moyo wangu na moyo wako. When we purpose to shift, tukikusudia kuhama, we will begin to hear God. Tutaanza kumsikiliza Mungu. We will begin to get the daily bread, not yesterday's manna, today's manna. Tutaanza kupokea mkate wa kila siku, si wa jana lakini wa leo. And as I was reading Exodus, I realized the manna was not given to the members, it was given to the fathers. Kwamba ile manna haikupewa kwa washirika. They are the ones who went to collect. Hao ndio walienda and bring each to his or her household. Na walileta kila kwa nyumba yake. So this week, kwa hivyo wiki hii, there are many things. Kuna mambo mengi. Shifts. Uhamisho that will take place. Ambayo itafanyika. And if you have the right heart. Na kama uko na moyo and the right attitude. Na nia I tell you, God is going to help you. Na Mungu atakusaidia. Hello. Amen.
God is going to, you know you cannot transform people Huwezi kubadilisha watu if you yourself are not transformed. kama wewe mwenyewe hujabadilika. You cannot help people. Huwezi kusaidia watu. God wants to help you first. Mungu anataka kusaidia kwanza. Before Moses helped the Israelites, Kabla Musa aliwasaidia Waisraeli, Moses had to be helped. ilibidi Musa asaidiwe kwanza. And before the Israelites were helped, Na kabla ya Waisraeli kusaidiwa, God told Moses, go and gather the fathers, the elders. Mungu alimwambia Musa aende akusanyike viongozi. So God has a protocol of helping the people. Kwa hivyo Mungu ako na mtindo wa kusaidia watu. Hello. So I believe this week Kwa hivyo naamini wiki hii we are here to be helped. tuko hapa kusaidiwa. I am here to be helped. Mimi niko hapa kusaidiwa. And God is ready to help us. Na Mungu ako tayari kutusaidia. Somebody say amen. Amen. Let's just tell God, God help us. Tumwambie tu Mungu atusaidie. Let's just open up our hearts and tell God, really we need Tufungue you. tu mioyo yetu tumwambie Mungu tunakuhitaji. Let's desire, let's have a yearning in our hearts. Tuwe na tamanio katika moyo wetu. Let's have a thirst. Tuwe na kiu. Let's have a hunger.